Usidanganywe na fundi. Hapa nakuletea siri imara ya mchanganyiko wa zege. Siri ya zege imara na vipimo sahihi. Nadhani hapo mnaelewa vizuri. Mambo vipi mdau wa Mjenzi wa Nyumba na mfuatiliaji wa Mjenzi wa Nyumba TZ. Leo tunashuka na madini ya msingi sana. Unajua kwa nini nyumba nyingi zinapata nyufa au slabu inaanza kuvuja mapema? Shida kubwa sio ukosefu wa hela, bali ni kukosa maarifa na kupima kazi. Ni kukosa maarifa ya kupima kazi. Leo tunaingia darasani kuangalia kitu kinaitwa daraja la zege. Nikisema daraja la zege wengi hawaelewi kwa sababu ni Kiswahili, lakini kwa Kiingereza ni tumezoea kusema concrete grade. Wengi wao wanaita grade ya zege. Kwa hiyo hapo anamaanisha kitu kimoja. Fundi asiyekuwa na kipimo ni sawa na mpishi anayeweka chumvi kwa kusikia. Fundi asiyekuwa na kipimo ni sawa na mpishi anayeweka chumvi kwa kukisia. Mwisho wa siku chakula hakiliki. Kujua kiasi sahihi cha vifaa kabla ya kuanza kukusaidia. Hapa ninavyoweza kuelekeza. Kuepuka upotevu wa vifaa. Hakuna saruji itakayobaki au kupungua kwa kashikashi. Ninaposema saruji ni neno la Kiswahili, kwa Kiingereza ni sementi. Kwa hiyo nikisema yote nikitamka neno saruji, tambua nimetamka neno sementi. Maana tumezoea sana kutumia jina la sementi la Kiingereza kuliko kutumia jina la saruji la Kiswahili. Kupanga bajeti kwa usahihi. Kudhibiti ubora wa kazi. Nyumba yako itasimama kwa 100% na kwa miaka 100. Kuepuka hasara zisizo za lazima. Nguvu ya zege. Nguvu ya zege haitokani na wingi wa saruji pekee, bali uwiano. Tukisema uwiano ni Kiswahili, kwa Kiingereza ni neno ratio. Kwa hiyo nikitamka uwiano ujue nimetamka ratio. Bali ratio sahihi kati ya saruji, mchanga na kokoto pamoja na kiasi cha maji. Hapa Tanzania hizi ndio daraja au grade tunazozitumia zaidi. Tunatumia Tanzania na dunia kwa ujumla. Daraja. Nikisema daraja na maanisha grade. Daraja au grade. Grade 30. Uwiano wa saruji 1, mchanga 1, kokoto 2. Maji lita 25 zatumika. Matumizi yanayoshauriwa hapa ni nguvu na maeneo yanayobeba mzigo mkubwa sana, kama vile kwenye madaraja na magorofa makubwa. Grade 25. Mchanganyiko wake ni wa 1 kwa 1.5 kwa 3. Lita 27 za maji zitatumika. Matumizi yanayoshauriwa ni nguvu na bimu mhimili za kawaida. Nguvu na bimu za kawaida, isiyokuwa na nguvu ya kutisha sana. Grade 20 ni 1 kwa 2 kwa 4. Lita 30 za maji zitatumika. Hii ndiyo maarufu zaidi, inatumika kwenye slabu na sakafu. Sakafu ni floor jamani, ambayo hiyo ndio kwa nazungumzia ni 1 kwa 2 kwa 4. Grade 15 ni 1 kwa 3 kwa 6. Lita 34 za maji zitatumika. Kazi zinazobeba mzigo mkubwa, mfano njia za watembea kwa miguu, ndio inatakiwa zitumike kama hii kipimo hichi, njia za watembea kwa miguu. Grade ya 10 ni 1 kwa 4 kwa 8. Hii matumizi yake inatumiwa kwenye msingi wa chini kabisa. Yaani kabla kwanza kujenga tofali kisha chimba msingi wao kabla hujaanza kujenga chini. Pale chini kuna kazige watu tunakamwaga. Tumezoea kwa jina maarufu la blinding. Kale kazige ka chini kale kanamwagwa kale mbamba kakizidi sana kakawe zaidi ya inchi 4. Ka blinding. Sasa kale ndio tunatumia grade ya 1 kwa 4 kwa 8.
Kumbuka, kadri namba ya gredi inavyokuwa ndogo, mfano gredi 7.5 au gredi 5, ndiyo zege inayopoteza nguvu na kutumia kwa kazi nyepesi sana kama kusawazisha ardhi. Sasa hii ni ile kulevel kama kiwanja chako kimekaa ovyo, ndio tunatumia hizi gredi 7.5 au 5. Hizi ni mbovu zaidi, hata kwenye mabanda ya kuku unaweza kutumia, lakini sehemu ya kubeba uzito mkubwa haifai. Onyo kali: kabla hujashika belo, zingatia mambo haya matatu ili usije kulia baadaye. 1. Maji ni dawa, lakini pia ni sumu zaidi. Usiongeze maji kupita kiasi ili zege liwe laini. Maji mengi hupunguza nguvu ya zege na kutengeneza vishimo ambavyo vinaleta unyevu. 2. Vipimo ni sheria. Hakikisha unatumia ndoo maalum kupima na sio kukadiria kwa macho. 3. Usafi wa vifaa. Mchanga wenye udongo au kokoto chafu ni adui wa zege imara. Tumia vifaa safi. Nihitimishe kwa kusema, ujenzi bora huanzia na mifuko ya saruji ya kutosha. Unaanza na maarifa sahihi. Ukielewa hivi vipimo, utaokoa pesa na kutaja nyumba ambayo watoto na wajukuu zako wataikuta. Hebu nirudie tena hapa ninapohitimisha. Ujenzi bora hauanzi na mifuko ya saruji 1000. Unaanza na maarifa sahihi. Ukielewa hivi vipimo, utaokoa pesa na utajenga nyumba ambayo watoto wa wajukuu zako wataikuta ikiwa imara. Inatosha kwa leo. Kesho tutaingia ndani zaidi kuona jinsi ya kupiga mahesabu ya idadi ya mifuko ya saruji kwa ajili ya slabu ya mita 10 kwa 10. Usikose kabisa. Usikose kabisa. Sawa. Kama unahitaji ramani bora na ushauri wa kitaalamu, wasiliana na Mjenzi wa Nyumba TZ kupitia namba zinazopita hapo chini. Pia subscribe, like na share video hii kwa watu wengine, ndugu jamaa yako anayejiandaa kuanza msingi. Jenga kwa ujasiri, jenga kwa weledi. Muhimu, nataka nikutajie kazi tunazozifanya. Tunaanza kuchora ramani za nyumba za aina zote. Tunakuja tunajenga nyumba za aina zote. Tunapaua mapaa ya aina yote. Tunapiga plaster. Tuna skim na kupaka rangi. Na mwisho kabisa tunamaliza na kazi ya kujenga tiles, wengi wamezoea kuita marumaru. Hizo ndizo kazi ambazo tunazifanya. Usisahau, unapotuhitaji mawasiliano yetu ni hayo unayoendelea kuyaona hapo chini. Usidanganywe na fundi siri ya mchanganyiko wa zege. Asante sana kunisikiliza na karibu tena na tena. Shukrani.